tuko na Frank Yefta pamoja na Mansuri Juma ambao watatupitisha kwenye mada ambayo inahusu saikolojia katika jamii. Tutafahamu mengi kuhusiana na historia nzima ya saikolojia, lakini pia dhana sahihi ya saikolojia. Mwana saikolojia ni yupi? Tutakuja kumfahamu hapa bila kusahau umuhimu wa saikolojia. Saikolojia ina umuhimu gani katika maisha yetu, lakini pia katika jamii kwa ujumla. Mimi naitwa Faustin Madilisha, endelea kutusikiliza, lakini pia una nafasi wewe ya kuuliza swali ama kuchangia chochote kwa kile ambacho tutakuwa tunakizungumza hapa. Nambari ya simu ni 0746112235. Hapo tuma ujumbe wako mfupi kama una swali, kama una maoni yako kuhusiana na kiki ambacho tunaenda kukizungumza, basi unaweza ukaniandikia hapo, nitaweza kusoma vyema kabisa. Lakini pia una nafasi ya kupiga simu hapa kupitia nambari ya simu 0782611178. Piga simu, uliza swali kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza. Nafikiri utakuwa umefanya vyema kabisa, tutakuwa tunatambua kabisa mchango wako. Endelea kusikiliza Tabora FM. Tunaanza mada yetu kama ambavyo ilivyo kawaida, na wewe msikilizaji tunaenda sambamba mpaka hapo saa 4 kamili za asubuhi. Tuanze kwa kutazama historia ya saikolojia. Kwanza karibuni Frank Yefta pamoja na Mansuri Juma kwenye Amka na Tabora. Asante sana. Na tuanze kwa kutazama mada yetu ambayo inahusu saikolojia katika jamii. Cha kwanza tungependa kufahamu zaidi kuhusiana na historia nzima ya saikolojia. Tupitishe huko Frank Yefta. Tukizungumza saikolojia tunazungumza kuanzia wapi? Asante ndugu mtangazaji. Historia kwa dunia ya leo sio neno geni. Ni neno ambalo limezoeleka na kwa wingi tunalitambua. Unaposema saikolojia, baadhi ya watu wanaamini kwamba ni uwezo wa mtu kumwangalia mtu na kutambua anachofikiria kwa mtazamo wa watu wa huko. Lakini saikolojia hii mpaka kuitwa leo saikolojia ilitoka mbali. Kwa ufupi nitajaribu kuelezea historia ya saikolojia. Kwanza kabisa unapozungumzia historia ya saikolojia, cha kwanza kuna kitu kinaitwa ustaarabu. Ustaarabu. Saikolojia ni zao la ustaarabu. Saikolojia ni zao lililotokana na mataifa yaliyostaarabika mapema. Yaani saikolojia ilitoka kwa mataifa yaliyostaarabika mapema. Na mataifa yaliyostaarabika mapema tunazungumzia mataifa kama Wagiriki, wa Egypt, wa Misri, wa China na mataifa ya India. Hivi na kwetu walipo pale? Maana sisi tulikuwa bado kabisa, kwa sababu ukizungumzia ustaarabu utakuja kugundua hata hizi dini zilivyokuwa zinakuja walikuwa wanasema kwamba wanaleta ustaarabu, kustarabisha, wanastarabisha. Kwa hiyo yale mataifa yaliyostaarabika mapema yalikuwa na wanafalsafa, ambao wale wanafalsafa walikuwa wanaweka vitu katika falsafa zao, ambapo vitu hivyo vilikuwa vikizungumzia tabia ya mwanadamu na akili yake. Kwa mfano, kwa Wagiriki kuna wanafalsafa kama akina Aristotle, kuna akina Plato, kuna na akina Socrates. Katika falsafa zao walikuwa wakiibua au wakinyumbua mawazo fulani, ambayo yale mawazo yalikuwa yakielezea muktadha wa akili ya mwanadamu pamoja na tabia ya mwanadamu, ambao yale mawazo yalikuwa yakielezea akili na tabia ya mwanadamu yalikuwa yamebeba context ya saikolojia, au yalikuwa yamebeba dhana halisi au maana halisi ya saikolojia kwa wakati ule. Ukija kwa Wagiriki mafilosofa kama akina Aristotle na akina Socrates, wao kwa kipindi hicho saikolojia walikuwa wakiamini kama ni elimu ambayo inaelezea roho pamoja na tabia za mwanadamu. Yaani psychology. Sasa wao walikuwa waamini katika psyche,
psychology. Nitaelezea huko mbele. Kwa hiyo ile psyche ilikuwa ikimaanisha soul au nafsi au akili na tabia za mwanadamu, ambapo sasa ile zana ya wale wana filosofia wa Kigiriki ambao walikuwa ni wakina Aristotle na kina Plato ndio famous, ilikuja kutengeneza taswira au maboresho au ilikuwa ni mizizi ya kuchipua neno ambalo linaitwa saikolojia. Lakini hawakuwa hao tu, kulikuwa na watu wa mashariki ya mbali, tamaduni za mashariki ya mbali, I mean India pamoja na China. Hawa wa India na wa China na wao walikuwa na wanafalsafa wao ambao walikuwa na waamini, na wao walikuwa wakitoa mawazo katika ujenzi wa jamii, katika kubadilisha jamii, kutoa suluhu katika jamii. Na wale wanafalsafa kupitia vitabu mbalimbali ambavyo walikuwa wakiviandika na machapisho. Mfano kuna kama machapisho ya Upanishad kwa hawa Wahindi, ambao yale machapisho alikuwa amebeba zana ya saikolojia, kwamba alikuwa anaelimisha, alikuwa anafundisha watu kwa kipindi hicho sasa, ambayo ile zana sasa ya kufundisha watu na kuelimisha juu ya mambo ya akili na tabia ilileta chachu, au ilikuwa ni mizizi ya mwanzo ya kuleta kitu ambacho kinaitwa saikolojia. Lakini vile vile kuna mafundisho ya Confucius and the Laws, ambao haya yalikuwa ni kwa Wachina, na haya mafundisho yalipatikana baada ya filosofa mkubwa wa Kichina kufariki. Kuna maneno alikuwa anayasema yule filosofa. Sasa baada ya yule filosofa kufariki, watu wakawa wanaona lakini hivi vitu alivyokuwa anaongea mbona ni sahihi, kama jamaa yetu alikuwa na kitu. Alikuwa na kitu. Sasa vile vitu wakaja kavikusanya, yale mafundisho aliyokuwa anafundisha, baadaye wakaona ni sahihi. Wakaona kwamba haya mafundisho yanaweza kutumika kusaidia jamii, yanaweza kutumika kama chachu ya kuleta mabadiliko katika jamii. Na yale mafundisho yalikuwa na content au yalikuwa na dhamira ya saikolojia. Lakini vile vile hawakuwa hao tu. Kipindi hicho kuna karne ya 17, kuna mtu mmoja alianzisha theory ambayo ilikuwa ikiitwa kama dualism theory, ambayo hii theory ilikuwa ikielezea kwamba ilikuwa ikijaribu kuonesha mahusiano ya akili na mwili katika kutengeneza tabia ya mwanadamu. Hii dualism theory ilikuwa ikielezea kwamba hamna mahusiano kati ya akili na mwili katika kutengeneza tabia unazozifanya. Yaani mimi nikiwa na tabia fulani, hamna mahusiano ya moja kwa moja kwenye akili na mwili katika tabia ile. Kwamba ufanisi na matokeo ya ile tabia pengine umetoka kwenye akili tu, haijatoka kwenye mwili, na pengine umetoka kwenye mwili, haijatoka kwenye akili, ambazo hizo context zote mbili saikolojia inazungumzia akili na tabia. Sasa wale walikuwa wakizungumzia kwamba tabia sio matokeo ya akili na mwili, ila ni matokeo ya kimoja wapo. Kwa hiyo hii dualism theory ya mwaka karne ya 17 ilitengeneza chachu ya kuleta kitu ambacho kinaitwa saikolojia kwa sasa hivi. Lakini vile vile kuna functionism theory ambayo ilianzishwa na William James, ambayo hii alidili na namna, alikuwa ikielezea namna ya kuweza kutumia akili katika kutengeneza mazingira rafiki kwako. Kwamba unawezaje kutumia akili katika kutengeneza mazingira rafiki kwako. Manake akili, matumizi ya akili katika kunyumbua vitu na kuifanya vile vitu viwe bora kwako. Mfano labda unaishi sehemu ambayo kuna maji mengi, kwamba unaweza ukabadilishaje yale mazingira ili uweze kuishi. Kuna namna fulani utatumia akili katika kubadilisha mazingira yale ili uweze kuishi. Sasa hii functionalism theories ilikuwa ikizungumzia namna ambapo binadamu anaweza kaadapt mazingira kwa kutumia akili, ambayo hii ndo hata kwa sisi wa special needs unakuta, kwa watoto wa AI autism unakuta kuna functional living skills. Kwamba namna ya kumfundisha mtoto aweze kutumia akili katika kubadilisha mazingira ili aweze kuwa rafiki kwake. Mfano mtu ni mlemavu, kwamba mlemavu unaweza kaishije katika jamii, labda
kwa wale labda ambao wana metabolism disorder, unakuta hawezi kucontrol haja, hawezi control nini. Kwa hiyo unakuta kuna mafunzo fulani ya kisaikolojia kwamba ukiona ishara fulani ujue kuna hiki, ukiona kitu fulani ujue kuna hiki, ili uweze kutengeneza mazingira rafiki ili kusudi kumwezesha kwamba bwana nikiona hiki ujue ni hivi, ujue nielekee sehemu fulani, sio ili utengeneze mazingira rafiki kwa ukisikia labda umebanwa labda kitu fulani ujue ni hivi. Kwa hiyo hii zana ya functionalism ilikuwa ikizungumzia akili na tabia, ambayo ilikuwa ni mzizi au chachu wa saikolojia kipindi hicho. Lakini vile vile kwa saikolojia ya sasa, kwa karne ya mwisho wa karne ya 19 tunasema na karne ya mwanzo wa karne ya 20, kuna mtu mwingine ambaye alikuwa akiitwa William Wyandotte, ambaye ni kama baba wa saikolojia ya sasa ambayo tunaizungumzia. Huyu William Wyandotte alianzisha maabara ya saikolojia mwaka 1879, ambaye huyo William Wyandotte, hiyo maabara yake ilikuwa ni Ujerumani katika chuo cha Leipzig University. Alijaribu kutransfer alijaribu kutoa ile zana. Kumbuka huko nyuma kipindi cha Wagiriki na kipindi cha Waindia, watu wa mashariki walikuwa wakiamini katika historia. Yani falsafa ilikuwa ikichukuliwa katika historia, kwamba wale wana falsafa wao kitu walichokuwa kikisema walikuwa wakiona ni sahihi bila uthibitisho wa kisayansi. Kwamba Aristotle amesema hivi, wao walikuwa wanafuata vile. Huyu amesema hivi, walikuwa wanafuata vile. Na hii ilikuwa ni kulingana na hekima. Walikuwa wakiamini katika wenye hekima, maamuzi ya wenye hekima, kwamba labda ni falsafa. Sasa matokeo ya kile sasa, huyu William Wyandotte akajaribu kusafirisha sasa, kaipeleka sasa psychology katika science ambayo ndio psychology ya sasa. Akatengeneza maabara ya psychology, na ile maabara ilikuwa ikijaribu kueleza psychology kisayansi. Ikatoa katika zana ile ya kihistoria ambayo watu walikuwa wanasema kulingana na mawazo yao na mitazamo yao, akaingia sasa katika sayansi na kuanza kueleza vitu kwa uthibitisho wa kina. Ikawa tena sio zanio na mtazamo, ikawa ni uthibitisho sasa. Ndio maana kwa sasa hivi tunasema kwamba psychology ni science. Ilianzia hapo katika karne ya 19 kupitia huyu William Wyandotte, ndo akafanya saikolojia iwe sayansi. Saikolojia ni nini? Mwenzangu ataelezea. Saikolojia imetokana na maneno mawili, psycho pamoja na logy. Psycho imetokana na nini? Psycho imetokana na psyche, ambayo psyche ilikuwa ni mtazamo wa wanafalsafa wa Kigiriki, ambayo kama mwanzo nimezungumza kwamba psyche ilikuwa ikizungumzia mambo ya nafsi, mambo ya roho, mambo ya akili. Logy ni nini? Logy imetokana na neno logia. Logy, L-O-G-Y, imetokana na neno logia, ambao hii neno logia ina maana ya kujifunza. Kwa hiyo kuzungumza neno psychology unapata nini kwa ufupi? Psychology ni science ya kujifunza akili na tabia ya mtu. Ndio maana ya psychology. Okay, yani kwa ujumla sasa tuseme unajifunza akili na tabia. Hapo ndipo tunasema umekamilisha kitu kinajua psychology, sio? Ama psychologia, sio? Psychologia. Sasa hiyo akili na tabia iko kwenye maana ya lile neno psycho and logy. Akili na tabia. Lakini haishi hapo tu. Vile vile hii psychology kuna vitu ninavyojumuisha katika ujifunzaji wa hiyo akili na tabia. Kuna mambo ya emotion, hisia. Kuna mambo ya utambuzi, kuna mambo ya muonekano, kuna na mambo ya muingiliano, kwamba watu wanavyoingiliana katika jamii. Hayo yote yanahusishwa kwenye saikolojia. Vile vile saikolojia hii inaeleza namna gani mtu anavyofikiria, unavyowaza, hisia pamoja na tabia.
katika mazingira tofauti au katika muktadha tofauti. Na msikilizaji, umemsikiliza hapo Frank Yefta ambaye ametupa historia ya saikolojia ni wapi ambapo imeanzia, lakini pia na wapi ambapo sasa sisi tunaitumia. Zamani anakuambia kulikuwa na issue hizo za historia. Babu kasema sisi tunalipitisha, hilo ni la kweli kutokana na kile mazingira ambayo tulikuwa tunaishi nayo, lakini bila vithibitisho vya kisayansi. Lakini kwa sasa saikolojia ambayo tunaizungumza hapa ni ile ambayo inatumia pia vithibitisho vya kisayansi. Ni Frank Yefta huyu ambaye ametupitisha hapo, lakini kwa sasa tuangazie nije kwako Mansuri Juma, tuangazie kuhusiana na dhana sahihi ya saikolojia. Tukizungumza saikolojia, kwanza tunamaanisha kitu gani? Tupe ufafanuzi kwa ufupi kabisa kuhusiana na saikolojia. Asante sana ndugu mtangazaji, katika kipindi hiki ambacho umeweza kutualika kuja kuzungumza na Watanzania wenzetu kuhusiana na swala la saikolojia. Saikolojia kama alivyokusha kusema mtangulizi wangu mwanahistoria, kwamba ni neno ambalo limetoka enzi na enzi, lakini limekuwa likitumika kama jambo la kimazoea, lakini wataalamu wakaamua kuliingiza katika science, kwa maana wakaanza kulifanyia tafiti. Ninaposema science, maana yake ni jambo ambalo lina ushahidi wa kutosha, lakini pia ukilirejea na kulirejea, wewe msikilizaji au msomaji unaona kabisa hili linakaribia na uhalisia. Kwa hiyo kuhusu historia ya saikolojia nafikiri wamepata kuifahamu vizuri. Lakini kuna swali moja ulimuuliza kuhusu sisi wa Tanzania. Tupo kwenye zile nchi, sisi kwenye zile nchi alizozitaja hazipo kule mwanzoni. Sasa hili liko hivi, kwa sisi kizazi chetu kilichopita, kwa maana karne ya 18, 17, 19 mwanzoni, tulikuwa tuna saikolojia zetu. Lakini saikolojia zetu tulikuwa hatujaziweka kwenye maandishi. Kikubwa sisi tulikuwa nazo. Ila zilikuwa sio hazipo bado za kichwani. Lakini ndio maana unaona hata kipindi cha nyuma wazee wetu walikuwa wana uwezo wa kuweza kutazama jambo na wakalitolea yani wakalisemea. Na lile jambo ukija kulifuatilia linakuwa na matokeo kwenye jamii. Mfano, kuna baadhi ya jamii zinaweza zikawa zinakatazwa kuhusu jambo fulani ambalo ukilitazama ni jambo la dhahania tu, lakini ukienda nalo mpaka mwisho unaona lina matokeo. Kwa hiyo unaona hii kabisa ilikuwa ni nini? Ni saikolojia. Kwa hiyo sisi wa Tanzania na nchi za Afrika tulikuwa tunayo, lakini tulikuwa hatujaweza kuiweka kwenye maandishi. Sasa nikirejea kwenye mada, nini maana ya saikolojia? Kama alivyokushia kusema, saikolojia linatokana na maneno ya nchi za kigeni. Sawa? Alafu ni neno ambalo limetokana na maneno mawili, kwa maana wameyaunganisha maneno mawili ndio wakaweza kutengeneza neno psychology, kama alivyokushia kusema kwamba kuna neno psych alafu kuna neno ology. Psych amesema tunatumia akili. Kwenye akili kuna mambo mengi sana yanayokuwa yanaongozwa na akili. Sawa? Lakini lojia maana yake ni ujifunzaji. Kwa hiyo tunapoyaunganisha maneno haya mawili tunapata maana ya neno saikolojia. Sawa? Au ujumbe uliobebwa kwenye neno saikolojia. Saikolojia ni taaluma ya kisayansi ambayo inahusisha tabia au inayohusisha ujifunzaji wa tabia. Taaluma ya kisayansi inayohusisha ujifunzaji wa tabia ya mwanadamu. Japo sasa hivi tumevuka mpaka sasa hivi tunaweza kujifunza tabia za wanyama, lakini sana sana sisi tunaangalia tabia za nani? Za mwanadamu. Kwa hiyo nikisema science nafikiri hakuna utata. Watanzania tulio wengi tunaifahamu science. Kwamba science inaongozwa na uchunguzi na uhalisia wa jambo. Siku hizi watu wanakuambia mambo kwa ushahidi. Yes, mambo kwa ushahidi. Huo ushahidi hapo tunatumia science, tunakusanya taarifa kwa maana ya data, tunazichakata, tunazitokea nini? Majibu. Na kabla hatujatoa majibu lazima tunazijaribu data.
Kwamba ni kweli. Ni kweli. Sawa, kwa hiyo tunaweza tukakusanya watu zaidi ya 3, tukawajifunza tabia zao, tukaangalia matokeo yao, tukarejea katika kile tulichokitafsiri, tunapata ni kweli au si kweli. Kama si kweli, tunarudi tena kwenye data huko. Tunarudi tena kukusanya data mpaka tupate uhalisia. Ndio tunaweza kusema nini, hiki kitu kweli kimefanyiwa uchunguzi wa nini, wa kisayansi. Kwa hiyo ni sayansi ya tabia. Tunaposema saikolojia, nimesema kwa leo tutajikita kwa saikolojia ya mwanadamu. Sawa? Tunaposema sayansi ya tabia, tabia inajengwa na mambo mengi. Sawa? Kwa hiyo unaposikia sayansi ya tabia, yani unaposikia neno tabia, tabia limebebwa na mambo mengi. Na tabia ndio inaweza kumtafsiri mtu. Ndio maana wewe unaweza ukaishi na mimi. Sawa? Ukasema mimi namjua Mansuri labda. Umemjuaje Mansuri? Unamjua Mansuri kutokana na tabia yake, mwenendo wake, hulka yake. Sawa? Haya yote sasa ukishayajua ndio unaweza ukasema walau una saikolojia ya kumfahamu nani? Mansuri. Na saikolojia ndio inayoongoza watu tukaishi kama tunavyoishi leo, kwa amani, furaha na upendo. Yote hiyo ni nini? Saikolojia. Kwa sababu nikishajua tabia ya fulani ni hivi, labda tabia ya fulani ni anakasirika haraka sana. Hasira ni sehemu ya tabia. Kwa hiyo mimi nitajifunza namna ya kuishi na wewe ili nisiweze kuzigusa hasira zako. Kwa sababu nikizigusa hasira zako zikipanda, nitakuharibu. Nikikuharibu, amani inafanyaje? Inapotea. Saikolojia ndio hii inayofanya sisi tunaweza kuishi. Lakini pia hata kwenye jambo muhimu sana kwenye jamii ambalo linausumbua sana jamii, mapenzi. Sawa? Mapenzi pia sasa hapo ukigusa hapo ni vilio tu. Ni vilio Watu juzi wanatoka kulia, hawajanunuliwa abaya, hajanunua abaya, amelizwa na mahusiano, sio? Lakini kuna wengine pia tarehe zijazo pale mbele watalia pia. Hakuna nguo za sikukuu kutokana na mapenzi. Huku kuna uhusiano gani? Yaani tuseme kuna uhusiano gani kati ya hivi vitu? Japo umesema ni tabia, kwamba kwenye hisia pia kunapo kuna ama mahusiano napo kuna tabia, kuna saikolojia. Uhusiano gani? Yani mtu analiona hili jambo kama liko serious, yani analihitaji kweli kweli. Sawa. Sasa hapo kwenye vilio ni inasababishwa na mtu kutokujua saikolojia ya mtu mwingine. Mfano, mimi nikijua saikolojia ya mpenzi wangu kwamba ni mtu ambaye anapenda vitu. Kuna vitu tunavisema katika saikolojia kwamba kuna vitu ambavyo mtu anavipa kipaumbele. Kwa hiyo ili uweze kuishi na mtu lazima ujue vipaumbele vyake. Laiti kama huyu mpenzi angejua mpenzi wake anapenda vitu fulani, basi angeweza kumanage ile hali ya mpenzi wake. Kwa maana gani? Si unajua mpenzi wangu labda ikifika anapendaga sana vizawadi. Kwa hiyo ungeanza kumjenga mwanzoni. Sasa utamtoaje wakati umemkuta yuko hivyo? Utamtoa kwa maana saikolojia huwa tunaweza tukaijifunza na tunaweza tukaibadilisha ya mtu, lakini inahitaji hatua. Ndio maana tukasema ni jambo la kisayansi. Sio, umenifahamu Lakini kwenye hilo huwa kuna changamoto kidogo. Ndio maana tunasema saikolojia ni mchakato wa kisayansi. Tunaposema ni muda. Lazima tukusanye taarifa za kutosha, tuziingize maabara ya kiakili, tutoe majibu, yakigoma majibu turudi tena. Sijui unanielewa? Tunamwambia mimi sipendi, nitakuletea pipi. Sasa hapo unaangalia kuna mtu mwingine ukimwambia hivyo anaweza akajua hali ya mume wangu ni hivi na hivi. Kwa hiyo kile kitendo cha kujua hali ya mume wangu tayari ameshaisoma saikolojia yako. Kwamba huyu jamani hivi na hivi. Kwa hiyo kinachomuongoza ni elimu ya saikolojia ambayo anayo. Sio wote ambao wanakubaliana na kila kinachotokea. Ila kutokana na saikolojia ya mtu basi wengi wanakubaliana. Na msikilizaji, ni Mansuri Juma ambaye ametuelezea hapo kuhusiana na dhana sahihi ya saikolojia. Lakini wewe pia una nafasi ya kuweza kututumia ujumbe wako mfupi ama kupiga simu hapa ukauliza chochote ama ukachangia chochote kuhusiana na saikolojia
katika jamii. Nambari ya simu ya kutuma ujumbe ni 0746112235. Hapo unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi na mimi nitausoma kama ilivyo kawaida, lakini pia una nafasi ya kupiga simu kwa sasa kupitia nambari ya simu 0782611178. Unaweza piga simu sasa hivi tukazungumza, kauliza swali lako kama unahitaji kufahamu zaidi kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza. Itakuwa ni vyema sana na itakuwa ni jambo la umuhimu kweli. Lakini kwa sasa tunaendelea na mada yetu ambayo inahusu saikolojia katika maisha. Niko na Frank Yefta, lakini pia niko na Mansuri Juma. Mimi naitwa Faustin Madilisha. Kumbuka tu kwamba saa 4 kamili ndio tamati ya kipindi hiki. Tuangazie kuhusiana na mwanasaikolojia ni nani. Unajua kuna watu sasa hivi wamekuwa ile akiamka mimi ni mwanasaikolojia. Sio? Yaani yeye kila kukicha wanasaikolojia wanaongezeka. Yaani kila mmoja yeye akikaa tu akimwangalia mtu, mimi najua mimi ni mwanasaikolojia, unasumbuliwa na kitu fulani. Mimi ni mwanasaikolojia, kuna hiki na hiki na hiki. Mimi ni mwanasaikolojia. Yaani in case akisoma akiona tatizo fulani, alafu alishawahi kulizungumza kwa mtu, bwana hii issue itakuletea shida, sawa? Sasa inapokuja kuleta kweli shida, yasema mimi ni mwanasaikolojia, nilijua hivi vitu vitatokea. Mwanasaikolojia ni nani? Labda tumfahamu zaidi. Asante sana. Mwanasaikolojia ukiitazama kwa nje, mwanasaikolojia unaweza ukasema ni mtu yoyote. Kwa sababu ili tuweze kuishi katika jamii lazima kila mmoja ifahamu saikolojia ya mtu mwingine. Sawa? Kwa hiyo ukishaweza kufahamu, na sasa hivi hatufahamu kwa undani, yani kile cha juu tunachokijua, basi ndio maana tunatengeneza kila mmoja ni mwanasaikolojia kwa nafasi yake. Lakini kitaalam ni nani mwanasaikolojia? Na ndio maana tunashauri kwamba katika kuyaendea mambo yetu yaliyokuwa mengi, lazima kwanza tukutane kwanza na wale wataalamu wa saikolojia waweze kuzungumza au kuongea na wewe. Wakishaongea na wewe wanaweza wakabaini baadhi ya vitu ambavyo vinaongozwa na nini? Na saikolojia. Kwa hiyo mwanasaikolojia ni nani? Mwanasaikolojia ni mtu yoyote, sawa? Mwenye taaluma maalum, sawa? Inayomwezesha kuchunguza na kubaini tabia, mienendo, matendo na hulka za mtu mwingine. Huyo ndiye mwanasaikolojia. Kwa hiyo mwanasaikolojia anatakiwa awe na taaluma, ambayo taaluma hiyo si tu umelala na kuamka. Hapana. Lazima ujifunze kitaalamu kupitia wataalamu mbalimbali ambao wamefanya tafiti za kutosha na wakabaini matokeo. Ujifunze kwao kupitia elimu ulionayo, na wewe ufanye tafiti. Ukishafanya tafiti ukaweza kubaini mambo ambayo yanathibitika kisayansi, basi wewe ni mwana saikolojia. Na sio yule ambaye amelala na kuamka tu kwa sababu nimekuona leo umeamka macho ni mekundu nikasema wewe umevuta bangi nikasema mimi ni mwana saikolojia. Hapana, sio wote wenye macho mekundu wanavuta bangi. Lakini pia unaweza ukakutana na mimi nina wasiwasi ukasema wewe utakuwa umetoka kuiba. Sio wote wenye wasiwasi wametoka kuiba. Kwa hiyo lazima ukae chini, ujifunze, uipate taaluma, ndio uweze kusimama na kusema mimi ni mwana saikolojia. Kwa hiyo kuna mwana saikolojia hawa wa mtaani, sawa, na kuna mwana saikolojia mtaalamu. Yani kikubwa kisheria hupaswi kujiita mwana saikolojia kwa kufanya jambo moja tu. Lazima ufanye mambo kadha wa kadha, na yale mambo yathibitike kisayansi. Kwa hiyo ile shibe ya chai tunaachana nayo. Achana na shibe ya chai. Kwamba imeshiba chai imekuvuruga mpira. Wewe cheza na kitaalamu. Sawa? Yupo mwingine ana uwezo wa kufurahi hata kama jambo limemuudhi. Fikiri tunafahamu Kwa hiyo ukimwona amefurahi ukasema kwa nilivyokuona wewe utakuwa umeshinda kitu fulani, au wewe utakuwa umefanikiwa kitu fulani. Kumbe hapana, ni hali tu aliyokuwa nayo mtu. Kwa hiyo ili kutofautisha hizi mambo zote lazima uwe na taaluma ya kisaikolojia. Kwa hiyo kwa ufupi tu, mwana saikolojia ni yule mtu mwenye taaluma ya kuchunguza tabia, hulka, mienendo ya mtu na kuweza kuitolea baadhi ya ufafanuzi. Kwa hiyo usiamini kila unachoambiwa na mtu akakwambia mimi ni mwana saikolojia.
lazima tuchunguze taaluma yake, utaalamu wake ni nini. Na ndio maana katika kila eneo au katika kila idara kuna mtu ambaye anaitwa mwanasaikolojia wa eneo husika. Kwa sababu huyu ana taaluma ya jambo husika. Nafikiri nitakuwa nimeeleweka kwa ufupi. Ndio maana nasema saikolojia ni neno pana. Kwa hiyo kulichambua kwa dakika hizi ni ngumu. Lakini unaweza ukawa unaongozwa kuifahamu saikolojia kwa kuuliza maswali kama ambavyo umewaongoza wasikilizaji. Kwenye hili tuelewane kwamba mwanasaikolojia lazima ajifunze kwanza, apate taaluma hiyo ya saikolojia. Na sio mtu kuamka na kusema mimi ni mwanasaikolojia kwa sababu nilijua hivi vitu kuna kitu fulani kitakutokea. Anakuthibitishia kabisa mimi ni mwanasaikolojia kwa sababu tu ni mkongwe na nini, kakaa miaka mingi, kala chumvi nyingi, basi maisha yanaenda yanajiona ni mwanasaikolojia. Lakini ukweli kama wewe taaluma yako ulikuwa huko kwingine, basi usijiite mwanasaikolojia. Mnatuchanganya. Tunashindwa kumfuata yupi sasa tuambie bana huyu ni mwanasaikolojia. Kwenye hili pia kabla tujaenda kwenye umuhimu wa saikolojia katika wa saikolojia, sio kuna hiki tunasema kwa nini tunaihusisha saikolojia na jamii? Uhusiano wake hapa uko vipi, Mansur? Asante sana, umekuja kwenye kile nilichokuwa nakifuatia. Saikolojia ni jambo ambalo halikwepeki kwenye jamii. Ndio maana kupitia kipindi hiki tutajaribu kudokeza baadhi ya vitu ambavyo watu wanapaswa wavitumie kujifunza tabia ya mtu. Sawa? Kwa sababu ni jambo ambalo ni nyeti sana kwenye jamii. Mathalan, kwa wazazi, mzazi ni sehemu ya jamii na mtoto ni sehemu ya nini? Ya jamii. Kwa hiyo hawa watu wawili ili waweze kusaidiana katika kukua kiakili, kimaisha na kitabia, lazima wajuane kisaikolojia. Hususan au hasa mzazi lazima aifahamu saikolojia ya mwanae. Kwa hiyo huyu mzazi akiifahamu saikolojia ya mwanae, mzazi mwingine akiifahamu saikolojia ya mwanae, na mwingine, hawa wote wanaunda jamii. Kwa hiyo jamii ikishaweza kujua baadhi ya vile viashiria ambavyo havihitaji sana utaalamu. Kwa hiyo tutavidokeza baadhi ya viashiria ambavyo vitawawezesha hawa wazazi kuifahamu saikolojia ya jamii. Kwa hiyo saikolojia ndiyo inaongoza maisha ya jamii. Kwa hiyo ni vigumu sana kuitoa saikolojia kwenye jamii kwa sababu ndiyo muongozo wa maisha ya jamii. Nafikiri nimekujibu. Kwa nini tunatakiwa tuwe na tujue saikolojia, umuhimu wa saikolojia kwenye maisha yetu ni upi, wakati tunamalizia mada yetu hapa na muda ukiwa umekimbia sana? Sawa. Umuhimu wa saikolojia katika jamii. Kwa nini hatuitengi saikolojia na jamii? Nafikiri vichwa hivyo viwili vinaweza vikabeba dhana moja. Saikolojia katika jamii. Kwanza, saikolojia ndiye baba wa tabia, mienendo na matendo ya watu katika jamii. Kwa maana saikolojia ndio inayoweza kukupa viashiria vya kitabia aidha nzuri au mbaya. Lakini mienendo aidha mizuri au mibaya. Lakini pia hulka ya mtu katika jamii. Kwa hiyo kupitia saikolojia mzazi au mtu yoyote anaweza akabaini tabia, mienendo, hulka na kila jambo la mtu mwingine. Kwa hiyo umuhimu wake katika jamii ni kutuongoza kuweza kubaini hayo niliyoyataja hapo juu. Huo ndio umuhimu wa saikolojia. Lakini pia saikolojia hii ndio ambayo inaweza ikatuongoza kubaini changamoto zinazoweza kuwakabili watu. Sawa? Au kubaini changamoto mpya zinazoweza kumkabili mtu. Kama nilivyokusha kusema kwamba kuna baadhi ya mtu au watu wanaweza wakawa na changamoto ambazo wao wakazifanya ni za siri. Kupitia saikolojia unaweza ukazibaini changamoto zile. Mfano, mtoto ameanzisha katabia kawiziwizi. Sawa? Kwenye tabia ya wizi atakayoianzisha, kwa vyovyote lazima atajijengea tabia ya nini? Ya hofu na wasiwasi. Umekuja nyumbani, uliweka kitu juu ya kabati. Umerudi hakipo.
ukaamua kuwakusanya watoto wako wote ukawauliza kupitia saikolojia, unaweza ukabaini yupi mwizi. Kwa hiyo saikolojia inakusaidia kubaini changamoto mpya zinazojitokeza. Lakini wanakazaga hata akikaza, yani unakuta aliyoiba na ambaye hajaiba ni vitu viwili tofauti. Yani saikolojia haidanganyi. Yani hata kama tutakaza wote hapa, lakini muhusika ukiamua kufuata zile taratibu za kisaikolojia ndani kabisa, unaweza ukabaini. Ndio maana hata leo unasikia watu wamekusanywa watu 100, lakini kupitia taaluma ya saikolojia wahusika wamekamatika. Ndio maana tukasema saikolojia ni taaluma ambayo mtu anatakiwa awe nayo, sio jambo la kawaida tu kwenye jamii. Bwana msikilizaji, ikiwa ni saa 4 kasoro dakika 6, nafikiri pata neno kutoka kwa Frank Yefta kuhusiana na mada yetu hii na kile ambacho tumekizungumza hapa, pengine kwa kuwatahadharisha ama kuitahadharisha jamii, neno lako la kuambia wale ambao wanakusikiliza. Tuko mwishoni mwa kipindi hiki, pia tungependa kunani, lakini pia kuna mtu anasema anaomba kuuliza kwa wataalamu wetu tofauti na saikolojia ya watu, je, kuna mwana saikolojia wa wanyama? Yeye anauliza hivyo. Asante. Mwana saikolojia wa wanyama yupo. Ndio maana tukasema saikolojia tunayozungumza sisi tunazungumzia saikolojia ya binadamu. Ila kuna saikolojia ya wanyama, kuna saikolojia ya ndege, kuna saikolojia ya vidudu, viumbe baharini na vitu vingine. Japo ni saikolojia ambayo inahitaji uchunguzi wa kina zaidi. Ndio maana narudia kwenye dhana ya saikolojia au mwana saikolojia lazima awe na taaluma. Tunarudi pale kwenye taaluma. Bwana, tutategemea wewe taaluma yako ulioenda wapi, kwa wanyama? Ndiyo. Ama kwa tuseme binadamu naye ni mnyama, lakini kwa binadamu sasa ndio sawa. Tunaingia pale. Kwa hiyo issue iko hivyo, wapo na kama ambavyo wamekufahamisha hapo. Lakini kwa sasa Frank, neno la mwisho kwa wasikilizaji pamoja na Mansur cha kuambia wasikilizaji kwa sasa. Asante. Ta conclude kwa upande wa historia. Katika historia tunapozungumzia saikolojia ilikotoka na ilikofikia, kwanza kabisa hatuwezi kusahau mchango wa wanafalsafa. Lakini vile vile wanafalsafa hawa walileta chachu katika kutengeneza ustaarabu. Lakini baada ya ustaarabu ule na mchango wa wanafalsafa katika ujenzi wa ule ustaarabu, walizalisha kitu kinachoitwa saikolojia. Lakini saikolojia hiyo baadaye kuna kitu tunakizungumza kipindi cha mbele ambacho kinaitwa unasihi. Kikatokea kitu kinachoitwa unasihi. Hivi vitu vilikuwa katika mlolongo na mtiririko kihistoria. Kwa mwanzo nilijaribu kusema kwamba kwa Waafrika haikuwepo saikolojia. Lakini mwenzangu akawa amekazia kaelezea kwa kina. Nilikuwa nikilenga kitu fulani, kwamba saikolojia ni usomi na ni elimu. Lakini tukija kwenye upande wa unasihi, ambao unasihi una mahusiano makubwa na saikolojia, kwa sababu mtu ila kushauri lazima akujue kiundani, lazima umuelezee vitu kiundani na kushauri kulingana na taarifa ulizompa. Unapoenda kwa daktari labda kupima ugonjwa, atakudirect kwamba upimwe labda malaria au upimwe UTI kulingana na maelezo wewe uliyompa. Hiyo ni medical psychology. Ndio maana hata madaktari wana saikolojia. Kuna saikolojia ya udaktari, kuna saikolojia ya jeshi, saikolojia ziko mbalimbali. Kwa hiyo ule ushauri wa daktari ni zao la saikolojia, maana utakuta ilitoka kwenye saikolojia. Kwa hiyo kwa upande wa Afrika sana tulikuwa kwenye unasihi, ushauri, ambao ushauri ulikuwa umebeba kwenye saikolojia. Na ushauri huo ulikuwa unatoka kwa viongozi wa dini wa kiimani, yani waganga na wazee wale wa mila. Kwamba ulikuwa unakuta kijana ukipata na tatizo naenda kwa wazee, wanakupa ushauri. Saikolojia yetu kwa Afrika ilikuwa na mtazamo wa hivyo kihistoria. Lakini vile vile uhalisia si kwamba haikuwepo kabisa saikolojia. Sema vimekosekana vidhibitisho vya maandishi,
lakini saikolojia ya Afrika ilikuwepo, lakini ilibezi sana katika ujenzi wa jamii na tabia, ambapo ilikuwa kama ushauri. Naam, Mansur, kwa dakika moja. Asante. Kwa mimi labda nitoe wito kwa Watanzania ambao wanatusikiliza kupitia kipindi hiki. Kwanza waendelee kufuatilia kipindi hiki, kwa sababu jamii inaangamia kutokana na uhaba wa kuwa na elimu ya kisaikolojia. Ndio maana matukio mengi yanayotokea katika jamii yanashindwa kudhibitika kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya saikolojia. Kwa kupitia kipindi hiki, nafikiri elimu itawafikia na wataweza kuelewa. Lakini pia wasisite kuuliza maswali, kwa sababu njia pekee ambayo inaweza ikatanua wigo wa kujifunza ni kupitia maswali. Kwa hiyo wanapopata fursa ya kuuliza maswali, waulize maswali. Hii itasaidia kuijenga jamii, lakini pia kuzijenga familia ziweze kupata ustawi mzuri, na mwisho wa siku matokeo yake watatushukuru.